Kumbuka kwenye ujana kuna vijana wadogo, vijana wakati, vijana wakubwa. Wewe kama upo katika ujana, simama. Yaani maana kama umepita miaka 35 ndio baki umekaa. Kama umepita miaka 35 baki umekaa. Huu wimbo tunaposema hatutazeeka, yawezekana sisi tusiuimbe kwa nguvu, maana hatujayajua au kuyaona yaliyo ndani ya uzee. Halo? Hebu tukae. Kumbe jeshi kubwa hapa vijana. Nami nilitaka kuona namna ya kuweza kufikisha hili, nijue watu nilio nao siku ya leo. Washiriki wa Shamaliwa, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa upendeleo wa kurejea tena Shamaliwa. Nadhani ni mwezi wa ngapi ule? Wa pili au wa tatu? Nilikuwa hapa katika juma la wakili. Lakini leo kwa namna nyingine Bwana ametamani tusemezane na vijana wa kanda ya wapi? Basi baridi ya leo itanipa tabu sana. Vijana wa kanda ya wapi? Kaskazini. Na kwa namna ya pekee, kwa sababu ya mvua, hata wengine na waona wanaendelea kufika. Nanyi ninakawia kuanza ili kwamba asilimia kubwa tuwe tumeketi tumetulia. Halo? Wakati huo tunawasubiri hawa wanaofika waketi, fungua Biblia yako katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Safari ya pili hii ya Paulo kwenda kwa Wakorintho sura ya 4. Tutasoma aya 6 za kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 6. Kama umefika sema nimefika. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatufanyaje? Kanisa, tupo wote kweli humu jamani? Mtume anasema, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatufanyaje? Lakini tumekataa mambo ya nini? Yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na nini? Bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na nini? Dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za nani? Mimi sidhani kama hawa watu wanajionyesha dhamiri zao hata kwa kujua. Au tuwe na maombi kwanza ya kutoa baridi maana. Aya ya 3 anasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika, kama ambavyo tumejikunyata na vikoi hivyo, imesitirika kwa hao wanaofanyaje? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya nini? Ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake nani? Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni nani? Na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu.
aya ya 6 fungu letu elekezi katika ibada ya leo. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru ifanyaje? Kutoka wapi? Ndiye aliyeng'aa, sema moyoni mwangu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Haleluya. Mungu alipomuumba mwanadamu, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na aya 26, anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, tufanye kiumbe ambacho kitatuakisi. Kwa Kiingereza anatumia neno man, ambalo kwa Kiebrania, lugha halisi ya Biblia, inasema Adam. Adam ni kiumbe, ni mwanadamu, ni mtu mume au mke ambaye ndani yake amewekewa kiakisi cha mbingu. Adam ni mwanadamu ambaye asili yake ni ya uungu. Yaani mimi na wewe tumeumbwa ili kwamba mwanadamu mwingine, ili kwamba viumbe vingine vinaponitazama, vinaponiangalia, vinatambua uwepo wa Mungu katika dunia hii. Hello. Na ndiyo maana Paulo anarudi akitueleza namna ya kutenda na namna ya kuyaishi maisha, si tu kama mwanadamu, lakini mwanadamu aliyeitwa na ndani ya moyo wake nuru iling'aa. Yaani tayari katika maisha yangu tangu ninapoumbwa, tabia ya Mungu ipo ndani yangu, na ndiyo maana anasema mwanadamu huyu tumuumbe kwa mfano wetu akatawale. Kutawala ni tabia ya nani? Halo. Leo tulikumbushana haya pia hata wakati ule wa wakili. Mwenye tabia, mwenye mamlaka ya kutawala ni Mungu, lakini nguvu hizo anampatia mwanadamu kwa sababu mfano wake u ndani ya kiumbe alichokiumba. Na changamoto inakuja tunaposahau ya kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na tunaishi watu wa kizembe tu. Halo. Ukimwangalia kijana unaweza ukashindwa kujua kwamba ni kijana au ni mzee. Maana hata ukimwambia simama, anaangalia kwanza wenzake kama wamesimama, as kama hajui kwamba yeye ni nani. Halo. Tumeumbwa na ndani yetu tumepewa nguvu ya utawala, na si tu ya utawala, nguvu ya kutambua ya kwamba nina mamlaka na nina uwezo wa kufanya mambo tofauti. Na ndio maana ninapotambua ya kwamba ndani yangu si tu uwezo wa kutawala, lakini pia uwezo wa kujishughulisha, uwezo wa kufanya kazi upo ndani yangu, sitakaa nimezubaa. Halo. Hebu mwangalie yule jamaa pembeni yako amezubaa. Wewe acha kuzubaa. Na changamoto yote tunayoiona leo ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu anafanyika kuwa kitu kingine cha ajabu, ni kwa sababu ya dosari na doa lililoingia kwetu linaloitwa dhambi. Halo. Naitwa nini? Na ndiyo maana si tu aliyezaliwa akafanyika vile Bwana anavyotaka, kwa sababu ya uharibifu wa dhambi katika maisha ya leo
Unajua stata. Asema kidogo ili amke. Na hiyo inapatikana katika neno la nani? Neno la Mungu. Dhambi imeondoa uwezo wa Bwana Mungu aliyoweka ndani yangu mimi mwanadamu. Ule uwezo wa kimbingu, tabia ya Mungu, na ndiyo maana neno linatukumbusha kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 2:15. Anasema msipende nini? Wala mambo yaliyomo ndani, maana mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Haiwezekani nguvu ya ulimwengu ikatawala, and at the same time hiyo nguvu ya Bwana aliyoiweka ndani ya Adamu wakati anamuumba iendelee kuwepo. Halo? Yaani haiwezekani mwanadamu akahangaika na ya ulimwengu kuliko ya Mungu na bado ataonekana kuwa mcha Mungu. Na bahati mbaya tunaishi wakati ambao Wakristo tunatamani kuonekana wema. Halo? Yaani tunapambana ili watu watuone kuwa ni nani? Yaani tunapambania muonekano, lakini hatupambani kuwa wema. Na ndio maana maisha yetu hayaelezi habari ya Kristo. Lakini uwepo wetu kanisani tulivyoketi, tumejikunyata. Malaika akipita hapa kutoa rokoo atasema hawa ni watakatifu wana. Lakini baada ya hapa jua linapozama kipenga tunapigana vikumbo, wala tukumbuki kwamba ni wale tulioketi katika ibada tukiwa tumetulia. Nguvu ya ulimwengu inayoujaza moyo wa leo kuitoa tabia ulimwengu inayotupatia. Mzee wa kanisa amesema hapa habari za malezi. Huyu mtoto unayemwacha akue tu vile anavyoweza kukua, hiyo dunia imwelekeze maisha. Atafika umri wa mabalozi, utaanza kushikana naye, na yeye ataendelea kusema mzee ni mnoko. Kwa kweli ni mnoko kwa sababu hukumwezesha kutokukuita mnoko wakati bado ni mdogo. Halo? Na atakuita kwa sababu hakuiona nuru iliyowekwa ndani yake. Maana ulikuwa bize ukimtafutia ada za shule, ukasahau ya kwamba anatakiwa kuketi miguuni pa Mungu. Kama baba yake na mama yake walivyo ni walimu wa kwanza ndani ya familia, ukimwelekeza, ukimwonyesha ukuu wa Mungu, ukimweleza namna alivyoumbwa kwa ajabu ya kushangaza, namna anavyopaswa kuyaishi maisha ya mtaua, haukuwa na wakati naye wa kumshika na kumhakikishia ya kwamba ni Mungu anayetenda katika maisha na sio janja zako. Alafu wewe unataka afanye ambayo hujawahi kumwambia. Halo? Na wakati mgumu, ndio maana idara ya vijana imegawanya hiki chama. Baada ya kuona mabalozi, hii miaka hii jamani, hii miaka ya mabalozi sio miaka hivi. Nahitaji mapinduzi. Na tusahau kwamba asili yake inaanza katika utoto. Tutapoteza mengi. Lakini Mungu katika kuyaakisi
ya mbingu katika ulimwengu huu, hakunyamaza. Licha ya kwamba dhambi iliingia, na dhambi mpaka leo imeharibu tabia ya Mungu kwa mwanadamu, lakini bado Mungu alisimama na kuendelea kuwatumia watu watakaokubali kufanyika kuwa taifa teule, kama anavyosema Petro. Watu wa milki ya Mungu ni pale unapokubali kufanyika kuwa kiakisi cha nguvu na tabia ya Mungu kwa ulimwengu. Kitabu cha Mwanzo kinaeleza juu ya kijana tunayefahamu sana, Yusufu. Kuanzia ile sura ya 29 na kuendelea, habari ya Yakobo na watoto wake. Katika uzao wake Yakobo, wake zake wawili, na baadaye wale wafanyakazi wengine wawili, Yakobo anatengeneza seti ya watoto wangapi? Hebu nyosha mkono alafu sema, wewe ibada ya vijana ni tofauti na ibada zingine. Tukio kasema turuhusu kijibu. Seti ya watoto wa Yakobo wako wangapi? Kwa nguvu nisikie, 12, si ndio? 13. 13. Hebu mimi naosema watoto wa Yakobo walikuwa 12, nyosha mkono. Ni 12, nyosha mkono. Wanaosema walikuwa 13, nyosha mkono. Haya, wanaosema mimi sijui jamani kama ni 12. Kama ni 13, sielewi, nyosha. Sura ya 36 inaeleza vizuri juu ya binti wa Yakobo. 36 nadhani hapo Mwanzo. Yakobo alikuwa na watoto 12 wa kiume na mmoja wa kike anaitwa Dina. Alizaliwa na mke wake wa kwanza Lea. Sasa kuna huyu kijana anaitwa Yusufu. Yusufu anazaliwa na Rachel. Rachel mke aliyependwa sana na Yakobo. Kumbuka Yakobo alitaka kumuoa nani? Rachel. Lakini mzee baba anasema anatokaje Rachel na Lea bado yuko ndani? Akamfanyia ujanja Yakobo, akampatia Lea. Yakobo akasema jamani, hili sio chaguo wangu, kama unataka na hilo la pili endelea kwa kazi ipate nani? Rachel. Kwa hiyo mwishowe Yakobo anaondoka na mabinti wawili katika nyumba ya Lea, na kwa sababu alimhitaji nani? Rachel. Na wanazuoni wanasema kilichofanya huyu Yakobo ampende sana Yusufu ni kwa sababu kwanza alimpenda sana Rachel. Na kwa alimpenda sana Rachel, na pia Rachel alikawia sana kupata mtoto. Lea akapata watoto, mfanyakazi wa Lea akapata mtoto, wakapata watoto, na mwishoni hata mfanyakazi wake Rachel naye akapata mtoto kutoka kwa Yakobo. Na baadaye ndipo Rachel anampata nani? Yusufu. Yusufu anapendwa na baba yake, na si tu kupendwa bila sababu, anapendwa na baba kwa sababu ya uaminifu wake na uaminifu. Mimi mzee anielewi, mimi mzee atasijui ananifikiriaje. Yaani mzee kila akiniona ni kama vile hivi mzee na nini na baba kila akitazama ni kama anafurahia hivi. Yaani mzee ni mwaminifu, hakuna mzazi anayependa mtoto asielewa. Yaani mimi na mambo yangu kutoka zangu kubeti huko na kuja tu. Sasa kama una beti nani atakayekuelewa? Niko na washikaji zangu huko tumemaliza sisi, nani atakuelewa na mtu wako za washikaji
unacheki tu, una habari nyingine. Kazi ufanye. Kijana mtu mzima umemaliza kidato cha 4 unasubiria baba apate hela, posti zitoke akulipie. Hata kusema mzee tulie hela 2 nitafanyaje? Kama sio kila siku mama mama buku hapa maza. Nikabeti leo mkeka huu. Afu na wewe mzazi kijana kabisa anakuambia nikabeti unampa na yeye. Tutakupeleka wapi wewe mzazi? Na unajua kabisa ukipita pale ile njia unamkuta amepanga pale mstari na mkeka anaangalia timu zilizoingia leo, na wewe unajua kabisa kijana anafanya hayo mambo, lakini unamwacha kijana wako anaharibika na uraibu huo. Yusufu alipendwa na baba kwa sababu ya uadilifu na uaminifu, na kupendwa kwake kukamletea majanga ya kuchukiwa na ndugu zake, maana hawakuwa waadilifu. Kwa sababu walipokuwa wakitenda mambo ya ajabu kule machungoni, yeye alikuwa Yusufu anarudi kwa baba yake, anamwambia baba, hawa kaka jamani wana 1 2 3, hebu tuwasaidie. Analeta taarifa. Na Yusufu akachukiwa kama ambavyo wamechukiwa vijana wa leo walio waaminifu. Wewe mnoko na umbea kwani si nimesema naye tule dada kwani nimefanya naye nini? Halo? Lakini kaka mbona mlikaa chumbani mkafunga kabisa mlango? Wewe acha umbea. Na wewe binti mzima unaenda ghetto kwa mwanamume na unafunga mlango na kitanda tu. Akikaribisha kwa na kochi ya kukaa. Sasa anakaribisha ni kitanda kwa kulala. Kitanda kaza yake mbaya. Na mmekula mkapika, baada ya kushiba hakuna habari inayoendelea, na ni msimu wa mvua umeanza kunyesha. Halo. Na hawezi kwenda nyumbani maana ni mvua na kuna baridi, na bahati mbaya unakashuka kamoja tu. Binti ukiwa na nguvu sasa mtaanza kuimba nyimbo za kitabuni. Ukiwa na nguvu sana ya kiroho. Lakini jinsi mvua itakapokuwa ikiendelea, zile nyimbo zitaisha. Na zikiisha hii mikono huwa haitulia vijana. Akaanza tu kama vile haoni. Na atagusa kwenye trigger ambayo mtajikuta mtasema mbona. Alafu dogo amekuja kukuona, anaenda kumwambia baba, mwambie acha unoko na wewe. Bora aende kumwambia baba akusaidie. Maana inaonekana kwa fikra zako mwenyewe huwezi kujisaidia. Maisha ya leo tunaporuhusu nguvu ya dunia itutawale, uungu Bwana aliyoweka kwetu wa kutiisha. Ndio maana vijana tunakuwa na aibu, simama uje utoe somo. Naogopa kwa sababu unajua habari zako. Unajua mambo yako. Vijana hapo unaweza kusumutia wawili kawaambia nani? Kwa upendo wa Kristo tumilishao kumbatieni Mungu, mbatie mwenzako. Hamkumbatii kijana wa jinsia tofauti anaogopa. Unafikiri ni kule naogopa? Ni kwa sababu wamezoea kukumbatia mafichoni. Hakuna unafikiri kukumbatia mwanadamu mwenzako kuna shida? Hakuna shida. Lakini kwa sababu yamezoea kufanyika kwenye giza. Sikiliza, unamruhusu shetani taratibu kwa uhakika katika maisha yako mwenyewe. Na shetani anapoweka kiti na kukaa ndani ya moyo wako, kumuinua asimame kwanza. Achana na habari ya kutoka, kumuinua asimame. Katika umri wetu huu wa miaka 15 mpaka kufika 30, kumuinua atoke. Unahitaji ubatizo wa Roho usio wa kawaida.
Halo. Na vitabia ni vidogo vidogo tu vya kila siku. Bwana tusaidie sana. Katika maisha haya mimi kijana nina uwezo wa kufanya mengi ikiwa roho wa Bwana anaishi ndani yangu. Halo. Najua kuna washiriki tunao shida leo ni wazee, watu wazima. Lakini ujana ulikuaje? Neno la Mungu linasema mkumbuke Mungu wako siku za mtu asidharau ujana. Huu ndio wakati wa kuonekana katika matendo yanayofaa. Dina, binti pekee wa Yakobo, anaingiza familia nzima kwenye shida. Yaani yeye anaenda huko anakutana na mabinti wa dunia. Anatamani muonekano wao, anajichanganya. Anapojichanganya, kijana anatokea, kijana wa Hamori. Shekemu anamcheki Dina, anasema ona ipisi sio kama ya hapa mtaani. Halo. Kumbe ni mtoto wa Kiyahudi, mtoto wa Kikristo aliyefunzwa, ambaye amekula vizuri, ambaye wazazi wamemlea vizuri. Yakobo na Lea wamehakikisha Dina anaonekana vizuri. Ukimtazama shavu ni shavu, huwezi kukosea shavu na kipaji cha uso. Na yuko vizuri anaonekana. Shekemu anasema hapana, huyu binti huyu. Shekemu akampenda Dina. Sio kosa kumpenda Dina. Halo. Sio kosa. Sio kosa kumwangalia binti Sayuni aliyekaa pembeni hapo ukampenda. Sio kosa. Maana ni upendo wa Kristo unafanya. Unatupitisha. Lakini Shekemu akasema kumpenda haitoshi. Akamlaghai Dina, na neno la Mungu linasema akambikia. Akafanyaje? Hakuna mmenyamaza jamani vijana. Akafanyaje? Akambikiri, akamharibu usichana wake. Yaani kumpenda sio shida. Shida ni kufanyaje? Kumbikiri. Na kumbikiri kunafanyika kabla ya ndoa. Halo. Ndio ubaya wake. Wewe mtazamo binti yako kwani kapendeza, kwani msukuma watu wamekaa vizuri na watu mweupe. Mata kijana ukashindwa kuwa na hofu ya Mungu. Ukaanza kutengeneza mazingira, yani mishe. Halo. Kaka umekosa mara kwanza leo. Shida ya vijana leo tunaanza kusimulia. Wewe ni watu binti, kama ulikiwa na yule kijana atakuwa alimwambia na mwenzake. Na mwenzake pia akajua mwingine. Kwa hiyo wewe unapita watembea zako unaenda kutoa somo la uhusiaji. Habari ni mbaya sana. Dina akaharibu. Na yule mzee Hamori na kijana wake, kijana akasema huyu Myahudi huyu si wa kawaida, mimi naoa. Ninahitaji Myahudi huyu nimuoe. Mzee akasema hakuna tabu kwa nguvu tunazo na uwezo. Twende kwa mzee Yakobo. Wakaenda kwa mzee Yakobo, wakatangaza nia. Lakini kumbuka wanatangaza nia na wakati tayari Dina amebikiriwa na Shekemu. Vijana waliposikia wa Yakobo wakasema huyu jinga hatutaki. Anatangaza nia na wakati kashamfikiri. Leo tunasema tuna test kwanza kama mitambo hii. Leo tunasema nitauzua mbuzi kwa nini? Ni mbuzi tu kama ni. Halo. Wakasema hapana. Na walipokasirika, neno la Mungu linasema wakaamua kufanya kitu cha ajabu kinyume na baba yao. Baba yao wakasema sawa jamani, hii ndoa basi kama Dina ameamua kwenda huko,
utatuelewa sisi kwamba tumekataa ili jambo haliwezekani. Akawaambia, mkitaka kuoa roho yako yangu, nanyi wote mnapaswa kutahiriwa. Wanaume wote katika nchi hii wanatakiwa kutahiriwa. Vijana wakaenda, vijana 11 wa mzee Yakobo wakafanya kazi ya kutahiri wanaume wote. Siku ile ya kwanza tu wanamke hivi watu wote hamna anayeweza kuinuka, jambo geni na kipindiko hamna na hospitali. Unamsikia? Wakawaua wote. Na ikawa ni jambo la ajabu, ikamuingiza kwenye shida kubwa Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu Dina alikubali kujazwa na ulimwengu. Halo? Yaani moyo wangu mimi mwanadamu, Mungu aliponiumba, nina ujasiri wa kusema, sikiliza Ima, ni kweli umenielewa. Hata ninavyokuona, unavyoniangalia, sio kama wanavyoniangalia wengine. Ni kweli hata namna unavyonihudumia, hata nikichelewa shule ya Sabato umeniwekea na kiti. Ni kweli kabisa unachokisema ninakiona, maana mimi nami si kipofu. Lakini sikiliza, wakati utafika utakuja kwetu. Halo? Lakini alinilazimisha sana, mimi alikuwa anatia huruma, kwenye huruma. Kama ni huruma ndio kuna wale wengine wanaitwa mama huruma kwenye mitaa. Na vijana wanamwambia nenda pale jiwe moja tu. Binti Mwadventista ambaye ndani yake una nguvu ya Mungu na neno la kweli. Kijana ambaye unafahamu ya kwamba Petro ametukumbusha kwamba mimi ni uzao mteule, lakini tabia zangu mtaani zinafanana kabisa na duniani. Nikija kanisani hapa, hata nikipewa ukurugenzi wa chama cha wavumbuzi nakataa. Na wakati uko mtaani, mimi ndo mwenyekiti wa kijiwe cha bodaboda. Yaani tuko radhi kutumika vizuri kwa nguvu Bwana alizotupa kutumika ndani ya kanisa, lakini la tunazitumia kwa ulimwengu. Mungu atusaidie. Dina akapita hivyo. Lakini kumbuka Biblia inasema katika Warumi 12 sura ya 2, wala msifuatishe namna ya nini, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kuyajua mapenzi ya nani. Sikiliza, ili nipate kujua Bwana ameniandalia nini. Vijana leo tunapambania kombe la maisha. Tunapambana asubuhi na mchana. Tena na wewe ambaye umekaa kazi gani kufanya. Vijana tunaoelewa maisha, tunapambana na maisha. Tunatafuta vibarua, tunatafuta biashara, tunatafuta namna ya kujikwamua. Tunaangalia ni namna gani hao wazee wetu, wazazi tutakavyoweza kuwasaidia katika maisha ya malezi. Yaani wewe ni kaka mkubwa, ni dada mkubwa, umemaliza advance au kidato cha 4 au hata chuo, unashangaa tu, unasubiri baba ndio alete chakula, na wakati unajua nyuma yako na wadogo 4, 5, 3, 6. Mzee anahangaika. Dada mzee mmoja, binti yake yuko chuo, ni tabu, ada hakuna. Mzee anatamani kuuza mji. Halo? Auze nini? Mji pekee alio nao, yaani eneo, nyumba na kiwanja auze ili amtumie binti ada. Maji. Alafu niko nimekuja kidato cha 4, mdogo wake kidato cha 4 kamaliza, anaambiwa jishughulishe basi na wewe chukua hata bodaboda au hata basi fanya namna hii,
msaidie mama katika mgao wake, anasema mimi na wazazi. Kijana mrefu na mwili amepewa na nguvu anazo. Ili tuyajue mapenzi ya Mungu wetu yaliyo mema katika maisha yetu, neno la Mungu linasema tusifuatishe dunia, maana roho wake hatakaa ndani yetu, na huyo roho ndiye atakayetuonyesha mapenzi mema ya Mungu. Yeye ndiye atakayetuonyesha channel zimeelekea wapi, michongo iko maeneo gani, sio kwenye beti gani, hakuna faida. Na Yusufu anachukiwa na nani? Na ndugu zake. Anapochukiwa na ndugu zake anauzwa. Tunakifahamu hicho kisa. Halo. Wanataka kumuua, Ruben anasema hapana jamani, msimuue kijana, ni damu jamani. Basi tumtubukize kwenye bikira ya birika hili la maji, shimo kubwa. Wanasema basi sawa. Wakachukua kanzu yake wakamtumbukiza ule kanzu, wakachinja mbuzi, wakatengeneza mazingira ya mzee kujua kwamba Yusufu amekufa. Na wanapoondoka, Ruben kumbe alikuwa na mpango kwamba wakishamaliza kumtupa pale aje kumchukua. Kumbe vijana huko wameamua Waishmaeli hawa hapa wanapita, wanaununua watumwa, wakamchukua Yusufu wakamuuza. Na Yusufu moja kwa moja, ninalipenda sana neno la Mungu katika sura hii. Licha ya chuki zote alizoziona kwa ndugu zake, moyoni mwake lilibaki tumaini. Halo. Yaani sikiliza, dunia ya leo tunaishi dunia ambayo ukiwa mwaminifu kwa Mungu, wako wengi watakao kuchukia. Tena mabinti na kabisa ukatengwa kwenye ile jumuiya au kile kikundi ambacho umezoea kutembea nao. Ukatengwa kabisa. Vijana wanamwambia huyu mshamba kabisa, huyu mtu wa wapi? Yusufu moja kwa moja akaenda kuuzwa katika nyumba ya mzee Potifa. Huyu ni akida wa Farao, mkuu wa askari. Akamnunua kama mtumwa. Waishmaeli wakafika pale, wakachukua pesa wakaenda. Fungu la pili la ile sura ya 39, sikiliza. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akawa na Yusufu. Halo. Yaani ukitaka ujue kama unachokitenda ni kitendo chema, licha ya kwamba wanadamu wenzako wote hawakuelewi, Bwana atadumu kuwa pamoja nawe. Hata utumwani Bwana atadumu kuwa na Yusufu. Kwa nini? Kwa sababu wameamua kuwa mwaminifu. Wakorintho sura ya 4, aya ile ya kwanza na ya pili, mtume anasema hapo mtu na kuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Yaani popote ninapopita, popote ninapotua, watu watuhesabu hivi. Na hapa ndipo changamoto kubwa. Yusufu akayaacha yote, akayaishi maisha ya uaminifu. Sikiliza, tunafanyika kuwa wateule pale tunapoamua kumfuata nani? Kumfuata Mungu. Halo. Hebu mimi ndio makinao hapa ndani. Wale ambao wapo ndani hapa. Wewe kama upo usinyoshe mkono, maana umeshaanza kuwaza chakula. Kwa nini upo ulipo leo? Muulize jirani yako, kwa nini upo ulipo leo? Aya sitaendelea mpaka wote, kila mmoja amemuuliza jirani yake, kwa nini upo ulipo leo? Amesemaje? Kasema hata nisielewe. Nimekikuta tu.
Kwa neema ya Mungu. Katika maisha yetu kama Wakristo, Bwana anatuweka mahali kwa kusudi maalum la kimungu. Uwepo wa Yusufu Misri, uwepo wa Yusufu ndani ya nyumba ya Potifa ni kwa kusudi kubwa la Mungu. Na unapomwamini Mungu hautakuwa na mashaka na kusudi lake. Licha ya kwamba aliuzwa, licha ya kwamba alitoka kwao kwa machuki yaliyojaza mioyo ya kaka zake, licha ya kwamba alihuzunika, alilia anapoondoka, alipozoea kuishi na wazazi wake, licha ya kwamba aliona kama ni adhabu au ni jambo baya, lakini lilikuwepo ndani kusudi la Mungu la Yusufu kwenda wapi? Misri. Licha ya kwamba ndani ya nyumba ya Potifa, kwa sababu ya uaminifu wake, neno linasema vyote Potifa aliviweka juu ya nani? Ya Yusufu. Wapatikane wapi vijana watakaodumu kuwa waaminifu hata katika hali ngumu za maisha? Wakikabidhiwa mali watadumu kuwa waaminifu. Wapatikane wapi vijana watakaodumu kuwa waaminifu hata katika ushawishi kama wake wake Potifa? Napomaliza, Esther alipata nafasi ya kuwa ikulu. Katika kitabu cha Esther sura ya 4, mjomba wake Mordekai anasikia habari ya Hamani. Anaposikia habari ya Hamani, anapata shida, maana Hamani ametengeneza njama ili Wayahudi wote wafanye wauawe. Na mzee anapita akiwa amevaa magunia, anaomboleza, anasema hii habari ni mbaya sana. Na ndipo Esther anamwona mjomba wake akiwa anapita mjini, amevaa magunia, anaomboleza. Anatuma mfanyakazi wake, anamwambia nenda kamuulize mjomba wangu ana nini. Anapofika anaambiwa, jamani, kuna habari mbaya ya Wayahudi wote kuuawa, na mwenye kutuokoa ni Esther peke yake. Kwa nini? Kwa sababu yuko ikulu, anaweza kuonana na mfalme na akazungumza naye. Esther anasema hivi Mordekai hajui kwamba licha ya kwamba niko ikulu, lakini sitaweza hata kuingia kumwona mfalme, maana kuna taratibu zimewekwa. Na ndipo Mordekai anamkumbusha Esther katika ile sura ya 4 ya kitabu cha Esther fungu la 13 na 14, anamwambia sababu uliyoko hapa ndio ya sasa. Yaani usifikiri kwamba umewekwa ikulu ili uwe malkia. Usifikiri kwamba pale unapoishi unaishi ili uwe mpangaji wa ile nyumba. Usifikiri kile chuo unachosoma unasoma ili uwe mwanachuo pale. Usifikiri kusudi pekee la kuwa katika ile ofisi ni kuwa mfanyakazi katika ile kampuni. Wewe ukiwa ni mteule, mahali popote ulipo ni kwa kusudi kuu la nani? Usifikiri kuwa kwako leo hapa Shamaliwa ni ili tuwe umekaa umefurahi kwamba ukumbi umejengwa vizuri, mabati yameshuka, ukasema hilo ndilo kusudi leo nifanye niwe Shamaliwa. Anamwambia, sikiliza Esther, ubaya ni kwamba hata kama usipolifanya hili leo, usifikiri ya kwamba utapona, maana Bwana atainua mtu mwingine ambaye yeye atamtumia kuwaokoa Wayahudi.
Halo. Na wale ndugu zangu kwenye kwaya wanasema tuone leo wataimbaje na mimi siendi. Hilo changizo lao sijui litafanikiwaje na mimi sitatoa. Mordekai anamwambia Esther, Bwana ataleta msaada mwingine na usifikiri kama wewe utapona. Idara ya vijana leo, vijana wenye umri wa kuwa ndani ya idara ya vijana, licha ya kufahamu ya kwamba imetoka kwa wazo kuu la kanisa, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tunasema tuwaache na idara yao. Tunafikiri kuwa kijana katika wakati huu ni ili kwamba niendelee kudunda, niendelee kuyaishi maisha ya ujana, nifurahie zile raha za wakati wa ujana. Ninasahau ya kwamba kuwa kijana kwa wakati huu ni ili nimjue Mungu, ni ili niamue kumtumikia, ni ili niamue kuiokoa familia yangu na sio kuipoteza. Halo. Esther akaamua kufanya lililo sahihi. Kanisa hili limekuwa katika mwendelezo wa kuifanya kazi ya Mungu kwa nyakati tofauti, kwa maelekezi tofauti na mipango, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kupitia viongozi wa kanisa. Hata hapa tunaenda kuona changizo tarehe 3 mwezi ujao. Na watu wako hapa, wale washiriki wanaojua kujizima data. Halo. Yaani watu wanaitwa kupita mbele na anajua kabisa naye ni mtu, lakini afanyaje? Apiti. Vijana wanaitwa kupita mbele, anajua kabisa ni kijana lakini hapiti. Sikiliza, Bwana usipojua sababu ya kuwa ulipo leo, sababu ya kimbingu ya wewe ulivyo na ulipo, uwezo ulio nao, maisha unayoishi, sababu ya kimbingu usipoijua, utabaki umeketi. Na utakapobaki umeketi, Mordekai anamkumbusha Esther, Bwana atainua mtu mwingine, na akiinua mtu mwingine usidhani kama utapona. Mshiriki, kama mwabudu, amua kuifanya kazi ya Mungu leo hii. Kama kijana, amua kumcha Mungu katika wakati huu, maana ni wakati ambapo neno la Mungu inasema nimepewa nguvu ya kufanya kazi, lakini jambo kubwa, neno la Mungu linaishi ndani ya nani? Ndani yangu kijana. Kwa ya Shamaria, wala usifikiri kuna wakati mwingine. Mimi niliye kijana ninayeamua kuyafanya, wewe unaangalia wapi? Nafikiri hayo macho mliopewa ni ili kuchungulia yanayoendelea na si baada yanayoendelea mbele. Kwa Shamaria, nilijua nimewaita tu kwa jina. Ndugu zangu wa Kristo, mimi niliyeitwa kuwa mteule, mimi niliyefanyika kuwa mtoto wa Mungu, lipo kusudi kubwa ninalopaswa kulitenda katika maisha yangu. Na kusudi hilo kubwa ni kuifanya kazi ya Mungu. Kama ni kwa kutoa pesa, nitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kama ni kwa kutoa muda wangu, hata kufika hatua ya kuumia, ni utoe kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kama ni kutumia elimu,
profesa, si kwa sababu ili umtukuze katika maisha aliyokupatia. Na wala si habari nyingine. Nafasi ya maisha, kazi, elimu, ufanisi, sio ili uwe mjanja wa kuyafanya mengi ya ulimwengu. Unapoinuka kwenye kiti ulichoketi leo, amua kufanyika kiakisi cha uwepo wa Mungu katika ulimwengu huu. Amua kufanyika kile kiumbe alichokiumba Mungu, ili tabia yake ionekane ndani. Na yawezekana bado ulikuwa na mashaka na maisha yako. Yawezekana bado ulifikiri tofauti. Kwaya Shamalio utakapoanza kuimba, fikiri namna ulivyowaza kabla ya kukumbuka kwamba mimi ni kiakisi cha uwepo wa Mungu katika ulimwengu huu. Na kupitia maneno ya wimbo, Roho wa Mungu akafanya kazi ndani ya moyo wako. Halo. Roho wa Mungu akaseme nasi. Na kisha baada ya wimbo huo, nitaita wito wa kanisa zima. Tafakari. Fikiri namna umeishi maisha yako. Kama ni kijana, fikiri vile umeishi. Na usinyamaze kimya, maana tafakari yako ya leo ndio wokovu wako. Oh
Asante kwa wote hapo.